Januari nimeona ni mwezi wa maombi na ni mwezi wa kufunga na kuomba na kukalisha baraka. Sema amen. Chochote tunapata Januari tutakileta kukalisha baraka mbele za Mungu, ili ya kwamba yale malibuko ya kwanza yatuongoze ili tupate blessings 2026. So chochote utapata Januari, either ni mshahara, either ni biashara yako, tafuta vile unaweza uilete. Nitakupa tarehe ya kuileta, lakini mpaka mwezi uishe ndio iwe malibuko ya kwanza. Nitakusomea maandiko yake. Mwezi wa pili nimeona ni mwezi wa nyota kuanza kushine. So kila mmoja aombe ili nyota yake iinuke mwezi wa pili. Mwezi wa tatu nimeona chama za kisiasa. Mwezi wa tatu, mark my word. Mwezi wa tatu nimeona chama za kisiasa sikianza kutengana, sikianza kutengeneza njia ya uchaguzi. Mwezi wa tatu chama za kisiasa zinaanza kutengeneza njia ya uchaguzi, but naona matengano katika chama za kisiasa kubwa sana, hao wakienda huku na hao wakienda huku. Mark my word. Mwezi wa nne naona kuna baraka na njia mpya kwa kila mmoja. So ni mwezi wa kupokea baraka, lakini kanisa iombe sana. Mwezi wa tano watu waombe sana, sababu naona kisirani. Mwezi wa tano watu waombe sana, sababu naona kisirani katika nchi na kifo upande wa serikali. Mwezi wa tano naona kisirani na kifo upande wa serikali, tena kifo kitatisha. Mwezi wa tano kanisa mwaulizwa tuombe sana. Makofi kwa kesi. Mwezi wa sita ni mwezi wa kupokea na kupeana baraka, na pia naona furaha kubwa mwezi wa sita. Mwezi wa sita naona furaha kubwa mwezi wa sita. Mwezi wa saba mwaulizwa muombee serikali. Mwezi wa saba mwaulizwa muombee serikali sana, tena sana, sababu naona matengano kwa viongozi wa kiserikali. So kanisa mwaulizwa muombe sana ili kuwe sawa. Naona mwezi wa saba watu walioaminiana kwa serikali wakitoka mwezi wa saba. Tena naona viongozi ambao wanaonekana wako so close kwa kuongoza nchi wametangana. Mwezi wa nane naona mwangaza then giza, but nasikia sauti kwamba imekamilika yote. So kanisa tuombeni sana mwezi huu wa nane. Kuna giza mwezi wa nane na kuna mwangaza mwezi wa nane. Ombi langu ni wewe uwe upande wa mwangaza. Mwezi wa nane si mwezi mzuri sana hii mwaka wa 2026. Mwezi wa tisa naona watu wengi kwa baraka. Naona watu wengi mwezi wa tisa, naona watu wengi sana kwa barabara kama maandamano, na pia sauti, nikasikia sauti kwamba tumechoka zote, but nikaona viongozi wa kiserikali wakitoa habari ama utupa ya inji. So watu waombe sana mwezi wa tisa kuna maandamano. Naomba Mungu akulinde. Kanisa tukiomba tutachange hizi vitu ambazo Bwana anasema. Mwezi wa 10 nasikia sauti ya furaha, na pia naona mikutano mingi sana kwa serikali na kwa kanisa. Naona mikutano. Mwezi wa 10 pastors muwe very careful. Pastors muwe very careful, sababu wenye siasa watatembea kwa makanisa zenu na watakuja kwa nia nzuri. Watakuja waonekane wako kwa kanisa, lakini wamekuja kujificha. Mungu atufichulie ili wote wamkubali Kristo kwa jina la Yesu. Mwezi wa 11 naona kitu kama wingu
juu ya watu. Wanapiga kelele sana, but nasikia sauti kwamba iko sawa. So kila mtu aombe sana 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 mwezi wa 11. Mungu akakuwezeshe ukawe sawa. Mwezi wa 12 naona mikutano mingi sana, na pia naona kifo tena kikubwa kwa serikali. Kanisa mwaulizwa tuombeni sana. Last year niliona kifo December, na tukaomba sana, Mungu akatenda, lakini kukakufa kiongozi mmoja ndiye alikuwa anazikwa Njusi kukiwa kumejaa siasa. You remember? So tuombeni sana. Niliona December tena bendera imewekwa nusu mlingoti, na watu wanasema hatukujua ni huyu, hatukujua ni yeye. Halo? Hatukujua ni nani? Ni yeye. Unabii niliotoa 2025 hakuna mmoja imepita. Na kama ni huyu Mungu wa Jehovah Jireh Mountain ameongea tena, we must pray. We must pray. Mtu aseme amen. Summary. Mwaka huu ni mwaka wa rise and shine. So ukitaka kushine mwaka huu, please, maombi na dhabihu iwe sehemu yako. Narudia tena, mwaka huu ni wa rise and shine. Lakini ukitaka mwaka wako ushine, maombi na dhabihu ziwe sehemu yako mwaka mzima. Mungu atatawala. Summary, sehemu ya 3. Mwaka huu ni mwaka wa baraka, but Mungu anauliza watu wote waombe sana ili mwaka wako uwe wa rise and shine. Makofi kwa Yesu Kristo. Naomba Mungu akawajalie. Inua mkono yote miwili, wale mmeketi tena simama. Sema, Bwana Yesu, napokea mwaka huu iwe ya baraka kwangu. Maisha yangu yakawe tofauti. Ninakataa kila roho ya mapepo, kila roho ya mashetani. Nyosha mikono juu straight kabisa mpaka kule nyuma. Sema, kwa jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, naomba hii unabii ikanipendelee. Wekelea mikono kwa kichwa chako. Sema, kwa jina la Yesu, naomba mwaka huu maisha yangu yawe tofauti. Nikaone mkono wako, nikaone nguvu zako, nikaone neema yako, nikaone ulinzi wako. Katika jina la Yesu, ninakataa kila roho ya mapepo. Naomba unabii katimie. Amen. Makofi kwake Kristo.